Unaangalia Sadiki TV. Sadiki TV, manhaj ya Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa salafi wa umma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر الأحبة، baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni ndugu zangu pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wamefanikiwa wale ambao watakaokuwa ni wacha Mungu. Ndugu zangu katika imani, ucha Mungu ndiyo matamanio yetu sote. Ucha Mungu ndiyo lengo la da'wa ya mitume wote. Allah subhanahu wa ta'ala alipotuumba akatuweka hapa duniani, Allah anatutaka tuwe wacha Mungu. Yoyote ambaye katika nafsi yake anajua kuwa sio mcha Mungu, basi aanze kuanzia hutuba yetu ya leo kufanya maandalizi ili aweze kutimiza lengo la yeye kuwa mcha Mungu. Ndugu zangu katika imani, pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala wataingia wacha Mungu. Msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa wacha Mungu. Haina maana ya kwamba ukiwa ni mcha Mungu hukosei. Unakosea, unaweza ukafanya madhambi, lakini sifa ya mcha Mungu, madhambi anayoyafanya hayaoteshi kutu kwenye moyo wake akamsahau. Na ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anaomba msamaha kila siku mara 100. Katika adhkari za asubuhi na jioni kuna istighfar 100 marra, asubuhi na jioni. Waislamu, ndugu zangu katika imani, leo katika hutuba yetu ya leo tutazungumza jambo la hatari ambalo tuna lengo la kuwakumbusha Waislamu waweze kuwa makini na kutahadhari jambo hili ambalo liliwafanya wenzetu kuweza kulaaniwa. Jambo nalo ambalo nalotaka kulizungumza ni mas'alatu tahayul fi shari'ati al-islamiyya, ujanja katika sheria ya Allah.
hiyal, ujanja, jambo la batil kulitengenezea likawa la halal katika sheria ya Allah, ni moja katika sababu za kulaaniwa, na hili tutakuja kuliona katika hutuba yetu, hususan wakati tutakapokuja kuzungumzia mazingatio katika kisa cha ashabu sabt. Ndugu zangu katika imani, tukiwa mwisho wa mwezi wa Shawwal, baada ya mwezi wa Ramadhani, dhamira njema tulionayo ni kwamba tunaishi kama Mungu alivyotaka tuishi katika mwezi wa Ramadhani. Tunayafanyia kazi yale ambayo tuliyojifunza katika mwezi wa Ramadhani. Ucha Mungu ni moja katika lengo la kuleta mwezi wa Ramadhani. Hawa watu wa Sabt walilaaniwa kwa sababu ya kukosa rasilimali moyo ya ucha Mungu. Kwa hiyo Ramadhani hii iliyopita na leo tuko katika mwezi wa Shawwal, matumaini yetu ni kuona kuwa tunaishi maisha tuliyokuwa nayo katika mwezi wa Ramadhani, tuweze kusalimika Waislamu. Hilo la kwanza. Lakini jambo la pili, mwezi huu wa Shawwal tuliokuwa nao, tukiwa tunaingia katika mwezi wa Dhulqaada, naomba nikumbushe mambo mawili. Jambo la kwanza, mwezi huu ni katika ashhuril hajj, ni katika miezi ya hija. Ashhuril hajj thalatha, miezi ya hija ni mitatu: Shawwal, Dhulqaada na Dhulhijja. Kwa hiyo wale ambao wana matarajio ya kufanya maandalizi ya kwenda Makka, basi maandalizi ni kuanzia hii Shawwal ambayo inaisha na Dhulqaada na Dhulhijja. Ndugu yangu katika imani, katika vitu ambavyo hutakiwi kuvikosa katika maisha yako ni kuitekeleza nguzo ya tano ya Uislamu, kwa sababu ndani yake kuna ofa nyingi, ukiachilia mbali na ibada yenyewe ya haji. Ofa nyingi za kuitengeneza akhira yako na maisha bora kaburini na siku ya Kiyama uweze kuneemeka. Lazima katika akili yako uiweke haji, na miezi ya hija ni leo Shawwal, kesho Dhulqaada na kesho kutwa Dhulhijja. Baada ya hapo nasubiria miezi mingine 10 inayokuja. Kwa hiyo napenda nikumbushe wale ambao Mwenyezi Mungu amewaneemesha, faida ya mali yako ni kuingiza peponi, na faida ya mali sio kukuingiza katika anasa na mitihani. Katika njia za kuingia peponi kutumia mali yako ni wewe kufanya maandalizi ya kwenda haji. Wale ambao hatuna uwezo wa kwenda haji mwaka huu, weka project kwamba utaenda haji baada ya miaka 20, wala hamna shida. Tengeneza kibubu katika akaunti mbalimbali za mabenki tuliokuwa nayo, wana akaunti za hija. Unaweza ukaweka shilingi 100 kila siku, shilingi 500 kila mwezi, shilingi 1000 kila baada ya miezi mitatu, kwamba Mwenyezi Mungu akikupa nguvu na uhai wa kufikisha miaka 30 mbele, uwe ni katika wale watakao kwenda Makka. Ndugu zetu kutoka Bangladesh, India, Pakistani, Uturuki na nchi zingine kule, unakuta ni babu kabisa wa makamu anabebwa mgongoni kaenda Makka kutokana na weka ndogo ndogo alizoziweka miaka 20-30 iliyopita. Na tunaweza kama tunaamua jambo letu. Niwakumbushe tu faida moja ya Makka. Allah subhanahu wa ta'ala akikubeba akakupeleka mpaka Makka, ukaswali Ijumaa kama hii ya leo, au kaswali alasiri, au kaswali ya dhuhuri, au kaswali isha, moja ni sawa na swala 100,000 katika misikiti mingine. Yani leo ukiwa na miaka 50, tangu ukiwa na mwaka mmoja mpaka kufikia 50, bado hujatimiza swala 100,000. Mwenzako anaenda leo anaswali sasa hivi anapata swala 100,000 ambazo wewe ungezitafuta ndani ya miaka 50 ya umri wako, hujatimiza swala 100,000. Achilia mbali haji, achilia mbali misamaha ya haji, achilia mbali kusimama katika viwanja vya Arafa kuswali peke yake katika haram ambayo ni ndani ya mipaka ya Makka, yani ni rasilimali kubwa katika amali zako. Haya, ukiswali swala 5, swala 500,000, ukiswali swala 10, swala 1,000,000,
utazitimiza lini Uislamu? Yani kwa hili peke yake tunatakiwa kila mmoja katika sisi ambaye ana matarajio kuwa Mwenyezi Mungu amjalie aingie katika janna, basi afanye arrangement kuanzia leo. Na tunaweza Waislamu. Kuna mtu vocha peke yake kifurushi anaweka cha shilingi 15,000 kwa siku 5. Basi weka shilingi 1,000 kwa kila siku, weka 1,500 kwa kila siku. Kuna watu Mwenyezi Mungu awaongoze, anahonga kumhonga mwanamke milioni 2, milioni 3, milioni 4, milioni 5. Anahonga tena, naomba radhi, najua maisha magumu, mafuta yamepanda, kwa hiyo bana niki hapa tena, napiga makofi na hawa. Wallahu almusta'an. Ndugu zangu katika imani, azaki wal aqil, mtu ambaye ana akili na mtu ambaye yuko smart katika kichwa chake, haangalii haya maisha tulionayo, anaangalia maisha marefu ya kaburini. Mwenyezi Mungu atunusuru Waislamu. Ndugu zangu katika imani, turudi katika mada yetu. Nimependa kukumbusha hili kwa sababu tuko katika wakati wake, na Allah subhanahu wa ta'ala atujalie. Hukuweza kuwekeza hela, hukuweza kuwa na akaunti kwenye mabenki yaliyojaa mamilioni ya hela, wekeza katika dua. Muombe Mwenyezi Mungu kila unaposwali katika sijida, Mwenyezi Mungu nipeleke Maka. Allah subhanahu wa ta'ala utakuja kushangaa maajabu ya Mwenyezi Mungu pale atakavyokubeba bila wewe kutarajia. Kuna watu mnakutana kule, unashangaa, Sheikh umekuja? Nimekuja. Sheikh umekuja? Alhamdulillah. Umekujaje? Wallahi Sheikh acha. Anaanza kulia. Rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, usije ukachoka kabisa. Muombe sana Allah, hususan katika siku kama hii ya leo, siku ya Ijumaa ambayo kuna saatul ijaba baada ya salatul asr mpaka jua kuzama. Katika dua zako mwambie, Mwenyezi Mungu nipeleke Maka. Kisha ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala alivyo waumba wanadamu Banu Israil, Mwenyezi Mungu aliwachagulia siku moja ya ibada ambayo ni siku ya Ijumaa. Tunakwenda moja kwa moja katika ashabu sabti, wazee wa Ijumaa mosi, au watu ambao walioitwa kwa jina la Ijumaa mosi, ashabu sabti. Allah subhanahu wa ta'ala amewazungumzia ndani ya Qur'ani katika suratul Baqara, vile vile kawazungumzia sana aya takriban 5 ama 6 katika suratul A'raf kwa kuwaita ashabu sabti, watu wa Ijumaa mosi. Tunaweza kuwa tunasoma Qur'ani, lakini kuna vitu vingine vingi Waislamu vinatupita ambavyo tunatakiwa kufanya ibra na mazingatio, na ndio maana Mwenyezi Mungu ameviweka ndani ya Qur'ani ili tuwe makini Waislamu. Sikilizeni haya alafu muone sisi tuna hali gani, sisi na wao. Waliopotea zaidi ni wakina nani? Yaani ukiangalia wale ashabu sabt, kisha uje utuangalie na sisi, yaani wale wana nafuu kuliko sisi. Wamelaaniwa wale, wakaangamizwa wale, wakateketezwa wale, tena wakageuzwa kufanywa wawe ni nyani na nguruwe. Wallahu almusta'an. Waislamu, hii Qur'ani tukiwa tunaipita tunaona iko kwenye rufufu, ni sawa, ni maamuzi yetu sisi, lakini kesho na kesho kutwa tutaulizwa kuhusu hii Qur'ani, tulizingatia yaliyomo. Allah subhanahu wa ta'ala aliomba na Banu Israil kuwa wapewe siku moja kwa ajili ya kufanya ibada tu, wasifanye kitu kingine katika siku hii. Allah subhanahu wa ta'ala kawaangalia wale jamaa, akawapa siku ya Ijumaa kama ya leo, kwa utukufu wake na cheo chake na thamani ya Ijumaa, kwamba hii leo fanyeni ibada tu. Banu Israil wakasema, sisi Ijumaa imetukalia vibaya kwa sababu ni kama haina mwelekeo mzuri. Kwa nini? Wakaanza ujanja sasa, wakasema Allah alipoumba dunia na mbingu, alipoumba ardhi na mbingu na vilivyomo, aliumba kwa siku 7, na kuumba wakajichagulia wenyewe. Alianza kuumba Jumapili, akamaliza kuumba Ijumaa mosi, akapumzika. Haya
madai sio ya kweli, haya madai ni ya uongo. Allah kuwapa Ijumaa ni maamuzi yake yeye Allah, na kwa utukufu wa siku hii ya leo Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala akaona sawa, hamna shida, si mnataka Jumamosi? Aya, siku ya Jumamosi ni marufuku kufanya kazi ya aina yoyote, kufanya ibada tu hiyo Jumamosi mnayoitaka. Na Jumamosi inaitwa as-sabt, na wale wakaitwa ashabu as-sabt, wazee wa Jumamosi wakapewa Jumamosi. Walivyopewa Jumamosi wakawa wanafanya ibada zao siku ya Jumamosi, miaka na miaka. Katika wakati wa Nabii Daud kulikuwa kuna kijiji kimoja kinaitwa Haila. Kile kijiji kilikuwa pwani ya bahari, kilikuwa baharini. Kijiji kile kilikuwa na wastani wa watu 70,000 katika wakati wa Nabii Daudi. Asa wale watu shughuli zao, pilika zao ni uvuvi tu, kama ambavyo tunavyoona baadhi ya maeneo. Kwa mfano hapa kwetu Tanga kuna baadhi ya maeneo ukienda watu wanajua kuvua. Basi hapa kwetu Tanga ukienda kama kule Kasera, ukienda wapi kuna watu wakubize na nini na uvuvi. Wale watu walikuwa ni wastani wa watu 70,000 kama alivyosema al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Wale watu wakasema hii siku ya Jumamosi ni mtihani kwetu, kwa sababu Jumamosi yani ni siku ambayo samaki wanakuwa wengi. Samaki wale wanakuja wanavuja baharini, alafu Jumamosi kiisha hao wanaondoka. Kwa nini? Kwa sababu wanasema mfasiruna akiwemo Ibn Kathir kwamba wale samaki baada ya kujua kwa Jumamosi hawavuliwi, basi wanakuja kwa wingi. Na huwa mara nyingi maeneo ambayo wavuvi hawafiki samaki wanakuwa wengi. Ziwa Tanganyika, maeneo ya kaskazini kwenye national park moja inaitwa Gombe, yale maeneo waliaziwia kwamba watu wasifanye uvuvi. Ukipita na jahazi kama unaenda maeneo ya Burundi na mengine, unakuta wale samaki wanaruka hivyo afu wanadumbukia ndani, wanajidai kwamba hamnifanyi kitu. Wale jamaa Mwenyezi Mungu aliwapa mtihani, ikawa wale samaki siku ya Jumamosi wanaelea mpaka nje, wanarukaruka, hakuna naye wagusa. Shetani akaja kuambia, hii siku ni muhimu sana na hatuwezi kuibadilisha. Cha kufanya tufanye ujanja, kila mwenye nyavu azirushe majini Jumamosi. Ujanja wa kwanza huo. Au tuchimbe vibwawa, mabwawa makubwa, wale samaki wakija na yale maji wanadumbukia mle. Siku ya Jumapili wale samaki kwenye bwawa hawatoki, tunaenda kuwavua kiulaini kabisa. Ujanja namba 2. Ujanja namba tatu, wakasema samaki kuwashika ni rahisi kwa sababu wanakuja mpaka pwani. Kwa hiyo kila mwenye kamba anachukua samaki, anamfunga ile kamba, anatoboa mdomoni, alafu anamwacha. Siku ya Jumapili katazo hamna, tunaenda kuvua, tunachukua kwa sababu inakuwa sio Jumapili. Ukiangalia hizi hiyali, huu ujanja huu, ukiuangalia huu unaweza ukasema ni sahihi, na inawezekana kuna watu katika ulama wao waliwapa hiyo fatwa kwamba hapa sio Jumamosi, samaki umemfunga yuko majini, hujamtoa. Wakaja duat, mashekhe, aima, walimu, kaambia mashekhe, hilo jambo ni haramu, hilo jambo halifai. Allah subhanahu wa ta'ala amekataza miaka na miaka. Wazee wetu walikuwa hivyo, ili mnalolifanya ni haramu, halifai. Jamaa akasema sisi tujavua Jumamosi, tumetengeneza mazingira, samaki wako baharini, tumewatoa Jumapili na siku zinazokuja. Wale watu wakakataa, wakasema sasa sikiliza, kila mmoja na maisha yake na kila mmoja na uhuru wake. Hiki kijiji sio cha kwenu peke yenu, anayetaka avue, asiyetaka aache, msikuziwie. Hawa
ndio ashabu sabt, wazee wa Jumamosi Waislamu. Wale mabwana wakasema, kwa huu mpango mlioanzisha, adhabu ya Allah haiko mbali. Kwa hiyo wale ambao hatuko tayari kutekeleza hilo na kumwasi Allah katika hilo, tutajitenga, tuweke ukuta. Wale wanaokubali wakae sehemu yao na wale wasiokubali wakae sehemu yao. Na kweli wakagawana kijiji. Walivyogawana kile kijiji, siku moja wanaamka asubuhi, hawasikii watu wakizungumza. Jamani, vipi, mmekuaje? Mbona kimya? Mbona hatuelewi nini kimetokea? Mbona watu hatuwaoni? Subhanallah. Wakamtuma mmoja, nenda kaangalie. Haiwezekani, watu wote hamna. Akaenda yule bwana. Baada ya kwenda, anafungua mlango, anatoka nyani. Fungua mlango, anatoka kinyani kidogo, kinyani kikubwa, nyani jike, nyani dume. Wakifungua mlango, anatoka nguruwe. Nguruwe khinzir tulemjua, sawa? Sio nyani kwamba nyani wa zama zile, sio nyani hawa kweli kabisa, kwa ijmai ya jami'ul mufassirina kwamba walitoka ni qiradata wal khanazir. Wakasema, jamani, watu wamegeuzwa kuwa nyani na wamegeuzwa kuwa nguruwe, njooni. Watu wakaenda, wakawa wanaingia kwenye nyumba ya mzee fulani, wanakuta nyani kubwa limekaa. Wewe si mzee fulani? Yule nyani anatikisa kichwa, anasema ndiyo, ni mimi. Wewe si uko mzee fulani? Anasema naam, ni mimi. Yule nyani anaenda kwenye zile nguo alizokuwa anavaa kabla hajakuwa nyani, anazinusa, anatikisa kichwa. Allah subhanahu wa ta'ala akawalaani, akawageuza wakawa nguruwe na wakawa nyani. Ndugu zangu katika imani, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anasema ni nyani kweli na ni nguruwe kweli. Na hawa nyani walioko leo na nguruwe walioko leo sio kizazi cha wale Banu Israili, kwa sababu kabla ya hawajageuzwa kuwa nyani kulikuwepo kuna nyani na kulikuwepo na nguruwe. Kwa hiyo hawa leo sio kizazi cha Banu Israili. Na walikaa kwa muda wa siku 3. Baada ya kukaa kwa muda wa siku 3 wakafa wote, wakabakia wale ambao walioamrishana mema, wakatazana mabaya, na wakahama kitongoji kile baada ya wale wenzao kuendelea kufanya maasi ya kuvua samaki siku ya Jumamosi. Zingatia hilo, tutaenda nalo hilo. Kosa la hawa watu wa kugeuzwa nyani na nguruwe ni kwa sababu ya ule ujanja walioutumia. Allah tabaraka wa taala, famusihu jami'an, wakageuzwa wakawa nyani na wakawa nguruwe. Siku moja nilikuwa nasoma hii aya, niko nyumbani, nikamwambia hali yangu, unaonaje siku moja kama hili lingetutokea, alafu mimi sasa hivi nakuwa nyani na wewe unakuwa nyani jike na yule anakuwa nyani mtoto. Kwa hiyo hapa tunaweza kuparamia miti, tunakuwa juu ya nyumba. Ndio basi tena juhudi za utafutaji, juhudi za aseti, biashara, si vitu gani, vyote vinaishia hapo. Tunageuka kuwa nyani na kwenda maporini. Unaonaje? Nasema wallahi, haya maneno ni mazito sana. Ndugu yangu katika imani, lini ulifungua kitabu cha Allah ukakuta maneno kama haya, alafu kajipimia wewe kama ungekuwa? Allah subhanahu wa ta'ala aliwaangamiza. Baada ya siku 3 wakafa wote, maisha yakaanza upya na wale ambao waliomtii Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiwa tunaenda kwenye hutuba ya pili, as'alukum billah wa islam, hii dhambi ya kugeuzwa nyani na madhambi tulionayo leo, tulitakiwa tugeuzwe nini sisi? Huu ujanja tu kugeuzwa, pengine walipata fatwa kwamba hamna, wewe tupa nyavu utazitoa kesho, manake bado hujavua. Ili uvue manake ni kumtoa samaki baharini na kwenda kumtumia. Leo sisi khiana tulionayo katika dini, khiana tulionayo katika Uislamu, khiana tulionayo katika
katika kudharau amri za Allah subhanahu wa ta'ala, leo sisi tungekuwa wapi? Bahati yetu tulionayo ni kwa sababu tuko katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu mtume aliomba, ewe Mwenyezi Mungu, watu wangu usiwaangamize mimi nikiwa ni mtume wao. Leo tungekuwa kina nani leo? Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayat wa dhikril hakim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa an sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barul karim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، ndugu zangu katika imani, hawa ndio ashabu sabt. Ukiingia kwenye Qur'ani katika suratul A'raf, fungua kuanzia aya ya 162, 63, 64, 65, 66. Kisha fungua suratul Baqara aya ya 63. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza jinsi ambavyo ilivyokuwa, kama ambavyo nilivyozungumza kwa ufupi, tuweze kuelewa kwamba hawa walifanya nini mpaka wakageuzwa nyani na wakageuzwa nguruwe. Abdullah ibn Abbas anasema wale watu waliokuwa ni wazima waligeuzwa kuwa nguruwe, na wale vijana mabarobaro ujanja mwingi wakageuzwa kuwa nyani kweli zenye manyoa na wakitembea uchi na nguruwe wa kweli kabisa. Kwa hiki walichokifanya, njoo kwenye maisha yetu Muislamu, njoo kwenye maisha yetu, njoo kwenye miamala yetu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha tusimamishe swala. Wangapi tunasimamisha swala katika majumba yetu? Na lau kama kwa hili kosa hatuna kutoka kusimamisha swala, Allah kitulani anatugeuza kuwa nini Waislamu? Wale watu hawakukataa, hawakuvua siku ile kwa muono wao, walitupa ndoano, wakachimba mabwawa, wakafunga samaki, wakaacha baharini. Mimi na wewe ndugu yangu katika imani, swala peke yake. Wangapi katika nyumba tunaitika adhana katika swala ya alfajiri? Wangapi tunaitika swala katika swala za adhuhuri, swala za alasiri? Huu mnada wa siku ya Ijumaa peke yake, wangapi tunaokubali? Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi watu mlioamini, idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah, mnada wa swala siku ya Ijumaa mkiusikia, fas'au ila dhikrillah, kimbieni haraka, nendeni haraka kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ona hii amri, wadharul bai'a, acheni biashara. Maduka ya wangapi yaliyo wazi leo wakati wa hii swala ya Ijumaa? Allah anasema wadharul bai'a, acheni biashara. Wangapi tunaonunua na wangapi tunaouza? Adhana ikitoka ya siku ya Ijumaa, kila muamala wa aina yoyote ni haramu Waislamu. Kama Mwenyezi Mungu anatugeuza, kama Mwenyezi Mungu anatulaani katika hili, anatugeuza tuwe nani Waislamu? Wale jamaa walitii kutokuvua siku ya Jumamosi, walifanya ujanja tu baada ya kuona masamaki ni mengi. Sisi hatuswali kabisa na biashara tunafanya. Tuna hali gani leo sisi Waislamu? Njoo kwenye riba. Riba leo ni interest, wanaita ni faida. Ukiweka hela benki inazungusha, unapata faida. Allah subhanahu wa ta'ala anaitangaza riba ndani ya Qur'an, wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Leo mitaji mingi ya wafanyabiashara wengi iko kwenye riba. Watu wameuza nyumba za gharama kubwa kwa bei ndogo, baada ya kubana mikopo waliofanya wanatakiwa walipe.
watu wanauza mashamba, ndoa zinavunjika, kila kitu. Leo kuna SACCOS za kumwaga, kuna vikoba vya nini, vikoba vya nini, vikoba vya nini. Yote hayo ni kwa sababu ni biashara za riba hizi, faida. Mikataba ya bodaboda, changamoto kubwa sana Waislamu. Bodaboda anapewa mkataba azungusha pikipiki mwaka na nusu, kila siku apeleke shilingi 10,000. Ule mkataba ni sahihi? Umewaona wasomi wa dini wakakupa mwongozo, au nakula mali kwa baki? Mushkila, mtihani wa Uislamu. Leo rushwa Waislamu imekuwa kama vile ni ikram. Miamala mingi ya benki inapitishwa haraka kwa wakopaji kwamba nina 10% katika lile rushwa. Juzi kuna mbunge mmoja alikuwa anazungumza, anasema leo kuna watu wanachukua 10% kwa kutengeneza barabara za hovyo, kila mwaka hao anachukua 10% katika ule mradi. Rushwa. Hamna jambo linaloweza kwenda leo kwamba huyu ni binadamu mwenzangu, huyu ni mtu mwenzangu, huyu ni Muislamu mwenzangu, huyu ni nani, ila kuwa kuna kitu napenyeza pembeni. Pasipoti zitoke, toa hela. Nimeshika gari, toa hela. Biashara yako ipite, toa hela. Ndugu zangu katika imani, kama tungegeuzwaje? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la'ana Allahu rashi wal murtashi, Mwenyezi Mungu amemlani anayetoa rushwa na anayepokea rushwa. Ofisi za riba zimelaaniwa, anayetoa riba, anayepokea riba, karaji na nyumba ambayo inayotumika kwenye biashara hizo. Leo tunaponaje Waislamu? Hawa walikuwa ashabu sabt, ni wavuvi tu. Sisi miamala yetu humo ndani ni shida. Madealers wa kuiba vitu vya wizi ni sisi, wa kuuza sigara ni sisi, wa kuuza bangi ni sisi, wa kuuza mirungi ni sisi. Waislamu tunaponaje katika hiyo hali? Hadhihi tarbia ramadhania, hii ndio tarbia ya Ramadhani tulioivuna. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukienda kwenye familia sasa, ukienda kwenye malezi ya Waislamu, ukienda kuangalia mabinti wa Kiislamu, ukienda kuangalia shule tunazopeleka mabinti zetu wasome, wallahi Waislamu unatakiwa uwe macho. Kwa nini? Kwa sababu kila khiana yoyote unayoifanya kwa familia yako, wewe kama baba kichwa ndio muhusika namba moja kwa hayo matatizo, na wewe utasimamishwa na Allah siku ya Kiyama. Tunajibu nini ndugu zangu katika imani? Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie wepesi katika maisha yetu, atujalie hidayah ya kuyatekeleza yale ambayo Allah anayapenda na kuyaridhia. Ndugu zangu katika imani, umeona tukio la ashabu sabt, tumeliona vizuri, tumelisikia vizuri, tumefuatilia vizuri. Kila mmoja leo anaweza kumwelezea mwenzake. Basi kuna ahadi ya kugeuzwa nguruwe na kugeuzwa nyani na kudidimizwa katika ardhi na kuangukiwa na mawe, ambayo ahadi hiyo ipo katika ummati Muhammad na itatokea kwetu. Kwa kuwa makini, usiwe wewe au mimi katika hilo. Uislamu hii masu qasf yote ipo katika ummati Muhammad. Walevi, wazinifu, waizi na madhambi mengine makubwa ambayo Mtume alayhi salatu wasalam aliyaeleza kuwa yatatokea katika ummati Muhammad. Kila mmoja apambane katika huu umri uliopewa na akili uliopewa na fursa ya maisha uliopewa. Hakikisha ukiwa katika misingi bora anayoipenda Allah na kuiridhia. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة الكرام وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم
inna adhabaha kana gharama, sirf anna adhaba jahannam inna adhabaha kana gharaman, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Unaangalia Sadiki TV.